fahamuni kwamba ndugu zangu katika iman, barakallahu fikum, katika sehemu muhimu sana ambayo mwanadamu anatakiwa aipatilize kwa mali yake ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kuiendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mali yako utaitoa kwa ajili ya kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe utakuwa ni katika waliofanikiwa na walioitumia vizuri neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mali iliyoko juu yake. Lakini pia ufahamu kwamba kuzuia kwako mali katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa hutoi, hakuidhuru dini ya Allah kitu chochote. Wewe zuia, na matokeo yake utakwenda kuyaona mbele yake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, sisi tumehimizwa sana tujitolee katika dini ya Allah, kwa sababu kuna watu ambao wao hutoa mali zao kuipiga vita dini ya Allah subhanahu. Anasema subhanahu katika Qur'ani, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Hakika wale waliokufuru huwa wanazitoa mali zao ili wawazuie watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha Uislamu hauendi mbele. Wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha kwamba Uislamu hauenei. Wanatoa pesa nyingi sana kuhakikisha wanawatoa Waislamu katika Uislamu, wanawaingiza kwenye ukafiri. Wanatoa pesa nyingi sana kueneza mambo mabaya ambayo ni kinyume na maadili ya Uislamu, lakini yote haya ni kuuvunja na kuudidimiza Uislamu. Bajeti kubwa zinapangwa na watu hao kwa ajili ya kuutokomeza Uislamu utokomee katika wajhi al-ardh. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasayunfiqunaha, watazitoa hizo mali, wasitoe thumma takunu alaihim hasra, lakini kisha zitakuwa ni masikitiko juu yao. Watakwenda kujuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile mali walizozitoa kwa mikakati na mipango ya kuuvuruga Uislamu na kuuzuia Uislamu. Watazitoa mali zao, kisha zitakuwa mali hizo ni masikitiko juu yao, na kisha watashindwa. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na waliokufuru watakusanywa katika jahannam. Sasa Waislamu wao watakiwa watoe kwa mukabili wa hili, na watakapotoa Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa aljanna, watawalipa pepo. Siku hizi imeonekana kwamba zikisomwa aya za kutoa, tafsiri na kuja haraka kwamba watu wataka kuomba sasa ili wale. Shaitani anaingia katikati kuwatia watu wasiwasi wa jambo hilo, na hili ni kutokana na ukosefu wa uaminifu wa baadhi ya walioaminiwa katika Uislamu. Wakafanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo chanzo cha mapato yao, ndiyo chumo lao. Kwa hiyo wanahamasisha watu watoe ili wao wale, kama al-ahbar wal-ruhban, kama wanavyofanya vile ar-ruhban na ahbar ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea ndani ya Qur'an. Watawa na mapadre na wengineo Allah amewaelezea katika Qur'an. Mapasta kwamba kazi yao wao ni kukusanya mali za watu na kuzila. Sasa kuna watu katika Uislamu wameiga utaratibu huo. Kwa hiyo jambo hili linaposemwa katika dini ya Uislamu, akisimama khatibu au imamu msikitini akizungumzia swala la kutoa, tafsiri inakwenda huko kwamba huyo sasa ameanza, wanataka kufanya mambo ya mambo kuchangisha hapa ili wale mali za watu.
Ndugu zangu katika imani, suala la kutoa ni ibada. Ni mamoja khatibu amesema, imamu ametangaza au hakutangaza, katika Uislamu ni utaratibu sawa sawa, utaratibu sahihi kabisa, utaratibu wa kujitolea mali kwa ajili ya kuipeleka dini mbele. Na wewe ukishatoa mali yako kwa nia ya kwamba mathalan nia yangu mimi ni kuinusuru dini ya Allah, nia yangu ni kujenga msikiti, nia yangu ni kujenga madrasa, nia yangu ni kumlipa mwalimu wa madrasa, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa ile nia yako uliyotolea. Ni mamoja hilo limefanikiwa au halikufanikiwa. Tujalie kwamba umetoa mali kwa ajili ya kujengwa msikiti, huyo imamu akazichukua mali hizo akajenga nyumba yake, wewe utapata thawabu ya kuwa umejenga msikiti. Kwa shetani asikubabaishe katika hili, lakini wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walioaminiwa katika mali za umma na mali za watu binafsi kisha wakazila, watakuja nazo siku ya kiyama. Mali hizo watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi wajibu wetu waislamu ni kujitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekuwa madhaifu sana katika ibada hii, tumekuwa wanyonge sana katika ibada hii, si kwa sababu ya kwamba hatuna, kwa sababu wengi wetu ni mabakhili. Tuogopa ufakiri, tuogopa kufilisika, kwamba tukitoa sisi tutafilisika, mali itapungua. Huwezi kuwa mchumi kama watoa sana, huwezi kufanikiwa wewe. Tuambiana maneno ya namna hiyo, lakini wallahi katika kutoa ndiko kwenye mafanikio. Na mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali hapa ulimwenguni, hana namna isipokuwa aitumie katika sehemu kuu 4 ambazo zimetajwa katika suratul Qasas, katika kisa cha Qaruni ambacho nimezisoma aya zake mwanzoni mwa hotuba hii. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad.